Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutan TV. Matumani yangu kwamba wewe ni mzima wa afya popote pale ambapo unaendelea kufata matangazo yetu. Na kila siku Tukutan TV tumekuwa ni waanzilishi wa kukuletea habari za siasa na usalama kuwa mdogo mashariki mwa nchi ya Kongo. Lakini kwa siku ya leo hatuko katika harakati hizo, lakini siku ya leo nakujia na ukurasa mwingine wa hali inavyoendelea haswa Afrika katika baadhi ya viongozi mbalimbali wanazoziongoza nchi za Afrika. Na leo nitakuja kuzungumzia kuhusiana na moja kati ya maraisi wenye umri mdogo na wenye sifa kubwa na kuaminika kote barani Afrika na hata nje ya Afrika, na hivyo hata kuogopeka na maraisi wazungu. Ni nani huyu? Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV. Karibu siku ya leo nikuletee majaribio ya mauaji ya rais mmoja ambaye anakadiriwa kuwa na umri mdogo kote barani Afrika na mwenye kushangaza ulimwengu. Rais huyu ni rais wa Burkina Faso ambaye mpaka sasa ni rais wa mpito, anaitwa Captain Ibrahim Traore. Leo hii nakuja kuletea moja kati ya historia fupi ambazo zinaeleza kupona chupuchupu kwa rais huyu na mapinduzi ambayo yamemkosa kila mara na mauaji ya hapa na pale ambayo yanakwenda kusababishwa na watu wa ikulu na watu wengine nje ya nchi yake ya Burkina Faso. Harakati za kumuua Captain Ibrahim Traore zimekuwa zikifanyika kila siku, kwani maadui zake wanaamini kuwa kuondoka kwake duniani kutawapa uhuru wa kufanya kitu chochote kile nchini Burkina Faso. Lakini mpaka sasa juhudi zao zimegonga mwamba, mpaka wakaamua kutumia lori ili kumaliza kabisa. Kwa mujibu wa channel ya Wegram X, wameripoti kuwa siku chache zilizopita rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore alikuwa anatoka katika mizunguko yake ya kukagua uwanja wa ndege. Kumbe wakati anatoka, magaidi ambao wanamtafuta walipanga kuondoka na uhai wake, ndipo walitumia lori kufanya mashambulizi. Na inaripotiwa kuwa wakati msafara wa Ibrahim Traore ulipokuwa barabarani unaelekea ikulu, walinzi walishangaa kuona lori ambalo limepaki vibaya barabarani, wakataharuki na kusimamisha msafara. Ndipo wakastumu kuona milipuko mikubwa ikitokea kwenye lori hilo, jambo ambalo lilikwenda kushangaza walinzi wa ikulu. Milipuko hiyo ilisababisha madhara kwa baadhi ya walinzi, lakini haikuwa na madhara kwa gari la Captain Ibrahim Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso, kwani gari lake limetengenezwa kwa chuma kigumu ambacho kinazuia milipuko kama na hiyo. Kwa hiyo akanusulika kwa staili hiyo. Uchunguzi ulipofanyika, ilibainika kuwa gari hilo lilitengwa na magaidi ambao walipewa kazi na nchi za wazungu, kama inavyoripoti magazeti mbalimbali kutoka nchini Burkina Faso na akaunti za rais ambazo hazikupendwa kutaja majina. Lengo kubwa lilikuwa ni kumaliza kabisa Captain Ibrahim Traore. Mungu yupo upande wa Traore, mpenzi mtazamaji. Amekuwa akikwepa mitego mingi ya kifo. Uchunguzi kama nilivyokwenda kukujuza ni kwamba Captain Ibrahim Traore ataendelea kuishi mazingira haya mpaka lini na nini hatima ya maisha yake, maana wamekuwa wakimwandama kila kukicha, huku maadui zake wakubwa wakitajwa kuwa ni wazungu. Je, una maoni gani juu ya majaribio ya kifo yanayomkuta Ibrahim Traore, mpenzi mtazamaji? Hata hivyo, siku za hapa 2-3 kulingana na ripoti zingine ambazo tulikwenda kuzipokea, Captain Ibrahim Traore ambaye anaongoza utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso ameamua kujitenga na waziri mkuu wake na kuondoa baadhi ya watu ambao hana imani nao katika serikali yake kutokana na mfululizo wa matukio ya majaribio ya kifo. Apollinaire Kelim na Tembela ambaye alikuwa ni waziri mkuu mara 2 mfululizo amefukuzwa katika nafasi hiyo kutokana na kile anachodaiwa msaliti kwa kula njama kutaka kumuua Ibrahim Traore katika jaribio la sumu ambalo aliwekewa kwenye chakula ikulu. Katika taarifa za ndani zilisema kuwa licha jaribio la kwanza la kumwekea sumu kwenye chakula, waziri alishiriki njama nyingine katika shambulio la mita 2 kutoka kifo. Cha ajabu ni kwamba licha ya kumtumbua Ibrahim Traore hakutaka kuweka wazi sababu hiyo amtambue, kwa sababu endapo angesema kuwa waziri mkuu amehusika katika jaribio la kumuua Traore, basi raia wangezua taharuki na maisha ya waziri yangekuwa hatarini, jambo ambalo hakutaka litokee kwa haraka. Hii ni kwa sababu hukumu ya msaliti katika taifa hilo la Burkina Faso ni kifo cha kunyongwa, jambo ambalo Ibrahim Traore katika hekima yake ya kumwogopa Mungu hakutaka jambo hilo litokee kwa waziri Apollinaire Kelim de Tembela. Captain Ibrahim Traore, mpenzi mtazamaji, ambaye anaongoza utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso, alisema kwamba kumuondoa madarakani waziri huyo ni jambo la busara zaidi sana, kwani hafikiri kufanya kibaya zidi yake ili kuepusha sitomfahamu. Baadhi ya wanakidiplomasia waliunga mkono maamuzi ya Ibrahim Traore, kwani ametumia hekima zaidi kuliko cheo.
Kwa mujibu wa kanuni, waziri alipaswa kunyongwa mpaka kufa hadharani bila huruma, jambo ambalo lingezuia mjadala mkubwa katika mataifa ya mbali, haswa barani Afrika. Lakini pia baadhi ya wadau wamelaani vikali tukio hilo la usaliti ambalo linafanywa na baadhi ya watu walioaminiwa na umma kwa ajili ya kuitetea nchi yao kama ilivyo kwa waziri, na wengine wakisema adui yako ni ndugu wa karibu. Waziri mwenye zamana na kuungana na rais leo hii anafanya usaliti kwa ajili ya kumua mwenzie kwa tamaa ya uchu wa madaraka na ushawishi kutoka nchi za mbalimbali, jambo ambalo halipaswi kufanyika hata mara moja. Lakini pia wapo wadau waliosema ni heri angenyongwa ili kuleta fundisho kwa viongozi wengine ambao wana tabia za kusaliti viongozi wao walio zaidi na vyeo, haswa nchini Afrika. Je, mpenzi mtazamaji, Traore alikuwa sahihi kumuondoa madarakani bila kumchukulia hatua kali yote kama vile kufungwa jela au kuuawa? Asante sana mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutan TV. Ni machache ambayo tulikwenda kukuletea kuhusiana na majaribio ya kifo yake Ibrahim Traore, ambaye siku hizi 2-3 walikwenda kusema kwamba wanajaribu kumuua kama walivyomuua Gaddafi na Thomas Sankara wa Burkina Faso. Basi jambo hilo mpenzi mtazamaji ni kwamba mpaka sasa katika marais wote wa barani Afrika, marais wanaosifika na kuogopeka zaidi sana barani Afrika, basi muhesabu huyu ambaye anaitwa Captain Ibrahim Traore ni rais wa mpito wa Burkina Faso. Anakuwa ni rais mwenye kuogopeka zaidi sana kulingana na mamlaka yake ya kuiongoza nchi ya Burkina Faso, kutokuwa na taaluma na kutokuwa na matamanio yote ya kujiunga na wazungu. Siku 2-3 hivi ni kwamba alikwenda kujiondoa na majeshi ya Ufaransa, na hivyo na kwenda kuwafukuza Wafaransa wote katika nchi ya Burkina Faso. Na vile vile Ibrahim Traore alikwenda kusema kwamba katika nchi ya Burkina Faso Kifaransa akitozungumzwa kama vile lugha ya taifa kama ilivyokuwa hapo awali. Hivyo alikwenda kusema kwamba wa Burkina Faso wote wanapaswa kuzungumza lugha yao ya asili kuliko kutumia lugha za kigeni za nje ya bara la Afrika, au tuseme nje ya Burkina Faso na nchi zingine zilizopo nje ya bara la Afrika, haswa Ulaya, Marekani, Asia na bara nyingine la Oceani. Ni hapa nitakuwa nimefika historia fupi ya maisha ya Ibrahim Traore kulingana na kuponea kwake chupuchupu na kuindwa kwake na mahadui wanaomzunguka mpaka sasa. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV. Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye historia zingine za baadaye. Kwaheri.